Haya, Lamu hoye! Lamu ODM! Tuko tayari ODM! Asante sana. Mimi naitwa Gladys Wanga. Mimi ni mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha ODM na governor wa Homa Bay County. Na tumekuja hapa leo baada ya kumwaga baba. Hatukuwa tumerudi kama timu ya chama cha ODM. Na tunajua nyinyi mlikuwa mmependa baba sana. Na yeye alikuwa amewapenda sana. Leo tumesema tuje, tuwasalimie, tuomboleze pamoja. Mumetukaribisha. Mumetukaribisha Lamu. Nione kwa mkono wale ambao wanasema karibu chama cha ODM hapa Lamu. Ya pili ni kusema ya kwamba tumekuja kusimama na watu wa Lamu kwa mambo yao ambayo wanaziona hapa Lamu wenyewe. Sisi kama chama, Baba Raila Amolo Odinga kama hajapumzika alikuwa na masikizano na yule President Dr. William Samoei Ruto. Na yale mazungumzo yalikuwa yamewekwa katika mambo ya wananchi. Mambo ya vijana na ajira kwa vijana. Mambo ya compensation kwa wale watu ambao wameumia hii miaka yote. Mambo ya mashamba, mambo ya security, mambo ya national debt na hayo mambo mengine. Na sisi tukija hapa leo, tunataka kusema ya kwamba tukisonga mbele kama chama tumeamua ya kwamba tukisonga mbele pale 2027 ODM haitawahi rudi tena kuwa chama cha opposition. Lazima ODM ndio itaunda serikali 2027 ama iungane na zile chama ambazo zitaunda serikali 2027. Na tumempea nafasi kiongozi wetu Dr. Oburu Oginga Odinga aanze mazungumzo na vyama ambao tuko nao na fikira sawa. Tukianza na UDA ambao tuko nao katika hii broad-based government. Na tumesema ya kwamba tukienda katika ile meza ya negotiation, tutanegotiate kuona ya kwamba watu wetu wa chama cha ODM wakianzia na watu wa Pwani na watu wa Lamu wamekuwa kipao ya mbele katika ile serikali ambayo itakuwa hapo mwaka ujao. Na tuko na Abdulswamad Sharif Nassir na tuko na ndugu wetu Hassan Ali Joho ambaye tayari yako katika serikali ya broad-based government. Lakini hatutazungumzia nyadhifa peke yake. Tutazungumzia yale maneno ambayo yanahusu watu wa Pwani na watu wa Lamu. Kuanzia mambo ya security, kuanzia mambo ya kazi kwa vijana, kuelekea mambo ya mashamba ya watu wa Lamu. Yale mambo yote ambayo yanahusu watu wa Pwani lazima yakuwe katika meza katika zile mazungumzo yoyote ambayo tutakuwa tunaizungumza. Nyinyi mnakubaliana? Na mimi nataka niseme hivi, kwa sababu nimeona mazungumzo mengi kuhusu zile decisions ambazo chama zimechukua. Sisi tumesema ya kwamba tunataka chama cha baba kiwe chama kimoja, united and moving in the same direction. Lakini kama uongozi wa chama cha ODM ni chama kikubwa kwa sababu iko na institutions na structures. Structures kama vile NEC, structures kama vile Central Committee na structures kama vile NDC na NGC. Na chama ikifanya uamuzi, mimi kama kiongozi wa chama siwezi enda kinyume na hiyo uamuzi wa chama ambayo imefanya. I can speak my mind because ODM is a democratic party. But I cannot go against decisions of party organs as a senior official of the party. Kwa hivyo, chama ni cha watu wote. Lakini viongozi ambao wako na nadhifa katika chama lazima wazingatie those issues that have been decided by the party. Na mimi nimeona watu wanazungumza wanasema kwamba NEC was illegal na imefanya illegal decisions. NEC ya chama cha ODM is fully constituted by 40 members. At the NEC we had yesterday, we had
34 out of the 40 members of NEC attending and present, and we had 2 apologies, which means that the NEC is properly constituted and can take any decision in line with the constitution of the party. And we want the whole party to move together forward. Lakini indiscipline cannot be mistaken for democracy. Na sisi tunataka kusema ya kwamba wale ambao wanasema chama cha ODM imenunuliwa na President William Ruto, hii broad based ambayo tuko ndani siku ya leo haikuwa sisi tuliingia. Broad based iliingiwa na sisi wote tukapelekwa. We were very harsh critics of President William Ruto. Sisi tulikuwa mbele katika maandamano. Sisi tulikuwa tumechapwa katika maandamano. Sisi tulikuwa mbele, mstari wa mbele nyuma ya baba Raila Amolo Odinga. Lakini baba mwenyewe ndio alitukalisha, akatuambia kwa sababu ya nchi ya Kenya tuingie katika broad based government. Lakini leo kuna watu wanakuja kusema sisi Dr. Buru, Wanga, Junet, Mishi, Abdul Swamad, Simba wamenunuliwa. Swali ni kwamba baba ambaye alitupeleka katika broad based, kwani yeye ndio alikuwa amenunuliwa? Na mtu kukuja kusema baba alinunuliwa, si hiyo ni matusi kubwa zaidi? Hatuwezi kubali matusi kama hayo. Sisi tuko pale ambapo baba mwenyewe alitufikisha. And we know the culprit in this whole agenda. Na huyo anaitwa former President Uhuru Kenyatta. Yeye ndio anatamani ODM isishikane pande hii, iende ishikane na wale watu wa Wamunyoro. Lakini sisi tunazungumza na wananchi, nyinyi watu wa Lamu. Pale baba ambaye alituacha hapa broad based, ambaye Hassan Ali Joho ako ndani, anazingatia mambo yenu, na huko kwa Wamunyoro gani tutakuwa ndani? Si ndio? Amesema hatutaki ukabila, tunataka pale ambayo kila Mkenya ako na nafasi. Muko ndani ya hiyo? Muko ndani ya broad based? Muko tusimame pamoja bila ukabila, bila ubaguzi? Asanteni sana, Mungu awabariki, na tusonge mbele pamoja ndani ya chama cha ODM, na tutarudi na turudi na turudi na turudi mpaka kila MCA hapa Lamu ikuwe ni OD, MP ikuwe ni OD, governor akuwe ni OD, women rep akuwe ni OD, na senator akuwe ni OD. Huyu anasema niulize swali lingine lakini alishindwa saa ile. Wacha sasa nimwalike our deputy party leader.